Huenda umewahi kukutana na picha ya huyu kijana, lakini kwa sababu yeye sio mtu maarufu, huenda ukawa hujaelewa kabisa kuhusiana na picha hii ambayo imeenea kwenye mitandao mingi ya kijamii. Lakini nikuambie kuwa huyu ndiye mfungwa aliyefungwa na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa katika karne ya 20. Naye ndiyo mfungwa aliyehukumiwa kifo na kunyongwa akiwa na umri mdogo zaidi, ambapo inatajwa alikuwa na miaka 14 peke yake. Kijana huyu anaitwa George Stinney. Alizaliwa Oktoba 21 mwaka 1929 huko mjini Pinewood, South Carolina nchini Marekani, ambako alikuwa akiishi yeye na wazazi wake ambao ni Waafrika. Na maisha yao yalikuwa ni maisha ya hali ya chini kabisa, kwa sababu eneo ambalo walikuwa wakiishi pia kulikuwa kunatawaliwa sana na ubaguzi wa rangi. Hivyo watu wengi waliokuwa wakifanana ngozi, yani Waafrika, basi walikuwa wakijitenga na kuishi wenyewe kama wenyewe, huku wazungu nao wakionekana kuishi wenyewe kwa upande wao bila muingiliano kama ambavyo sasa hivi watu wanaingiliana. Na kijana huyu aliishi kwenye nyumba yenye mifugo kama yote, kama vile chumba ambacho yeye alikuwa akilala ni moja kati ya sehemu ambazo kuku wao waliokuwa wakifugwa nyumbani hapo walikuwa wakilala pamoja naye. Na kijana huyu alipotimiza miaka 14, alikamatwa na kuburuzwa mahakamani kwa kosa la mauaji, ambapo ilitajwa kuwa yeye alikabiliwa na kesi ya mauaji ya mabinti wawili wa kizungu ambao walifahamika kama Betty mwenye umri wa miaka 11 na mwingine alijulikana kama Mary ambaye alikuwa na umri wa miaka 8. Na mabinti hao wa kizungu walikutwa wameuawa kando na nyumba anayoishi kijana huyu. Na bila kupepesa macho, basi moja kwa moja waliamini kuwa kijana huyu amehusika kwenye mauaji hayo. Na kutokana na hali ya kiuchumi ya familia hiyo ya Kiafrika, basi kijana huyu alipelekwa mahakamani na wazungu waligongelea misumari zaidi kwa kuleta ushahidi wa kila aina utakaowawezesha kumtia mbaroni kijana huyu mdogo. Na baada ya kukamilika kwa ushahidi wote uliokuwa ukihitajika na mahakama, basi kijana huyu alisomewa kesi na kubainika kuwa yeye ndio aliyewaua mabinti hao wawili. Na kisha akasomewa hukumu yake, ambapo alisomewa hukumu ya kunyongwa hadi kufa. Na wakati wote wa kesi kijana huyu alikuwa akijitetea kweli, na muda wote alikuwa akitembea na Biblia mkononi mwake na kusema kuwa yeye anamwamini sana Mungu na kamwe hawezi kabisa kufanya kitendo hicho kibaya ambacho hata Mungu amekikataza kwenye Biblia. Lakini licha ya yeye kutembea na Biblia na kujitetea kila wakati, lakini bado wazungu waliendelea kumkalia kohoni na kuendelea kutekeleza hukumu ambayo imepangwa na mahakama, ambapo imepangwa yeye anyongwe mpaka kufa. Na ilipofika Juni 19 mwaka 1944, kijana huyo miaka 14 alinyongwa kwa kupigwa shoti ya umeme kwenye kichwa, ambapo umeme huo unatajwa kuwa ni volti 5380. Na kutokana na hivyo kijana huyu akawa ndio mfungwa mdogo zaidi kuwahi kuhukumiwa hukumu ya kifo katika karne ya 20. Na baada ya hayo yote msiba uliendelea na kijana huyu alizikwa na watu waliumia kweli, lakini waliamini kuwa hao wazungu walichokifanya ni kutenda haki kwa kijana huyo kutokana na lile kosa ambalo alikuwa amelifanya. Lakini baada ya miaka 70 baadaye, baada ya wanasheria kutoka kwenye chuo kimoja huko Marekani kufanya tafiti zao na kugundua kuwa kijana huyo wala hakuhusika kabisa, na watu walishangaa sana, lakini wao walikuja na ushahidi wao ambao ulikuwa ni ushahidi wa kweli, ambapo ushahidi wao ulikuwa kama hivi ifuatavyo. Mahali ambapo mabinti hao wawili wamekutwa wameuawa, kulikuwa na mbao ambayo walitaja kuwa ndio ilitumika kuwapiga mabinti hao wawili hadi kufa. Na mbao hiyo ilipopimwa iligundulika kuwa ilikuwa na uzito wa kilogramu 19, ambazo kutokana na utafiti kijana huyo asingeweza kuibeba mbao hiyo na kuwapiga mabinti hao hadi kufa. Yaani kwa kifupi ni kwamba mabinti hao wawili waliuawa na mtu mwingine kabisa, kwa sababu tafiti zinaonyesha kuwa kijana huyo mdogo alikuwa na umri ambao usingemwezesha yeye kunyanyua mbao hiyo mzito na kisha kuwadhuru mabinti hao hadi kuwaua, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na umri wa miaka 14 peke yake. Na mpaka leo kumbukumbu zake zinabaki kwa Waafrika wote kama uonevu na ubaguzi ambao uliwahi kutekelezwa na wazungu huko nchini Marekani, ambapo umekuwa ukizunguka na kubaki kwenye vichwa vingi vya Waafrika ambao wanaifahamu simulizi hiyo.
Mimi ninaitwa King DI. Asante sana na hongera zaidi kwa kuendelea kuichagua 7 Media.